maisha ya kwenda juu lazima uende chini. Watu wanataka kuanza juu. Mwanangu, ni kitu kimoja tu kinaanzaga juu, ni kaburi tu. Mengine yote yanaanza kwenda chini. Aya, angalia mwenzako kwenye sura, mwambie maisha au unachotaka ina gharama. Mwambie mwenzako ina gharama basi. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Mungu hawezi kukuinua. Hawezi kukuinua. Hawezi kukuinua uwe chombo cha baraka cha kusaidia watu isipokuwa umepita darasani na mwalimu wako saa hiyo ni Roho Mtakatifu. Mungu hawezi kukuinua. Mungu hawezi kukufanya mtu wa thamani isipokuwa kwanza umefanywa takataka, umefanywa mtu wa chini, umekataliwa. Na wakati unapita hakuna mtu ana hamu na wewe, hakuna mtu anakutamani. Saa hii uko darasani, mwalimu wako ni Roho Mtakatifu. Majirani wanakukataa, rafiki wanakukataa. Hata wakati mwingine hauko na mchungaji, hauko na nabii, hauko na mtu yeyote. Pito ni la kwako. Ndio maana unapopita usiombege wapendwa wakusaidie. Unapokimbia kwa wapendwa, wapendwa ni bebeni jamani, napita kwenye mapito. Mapito ni ya kwako. Anayesikia maumivu ni ya kwako. Na ndio maana kuna watu mlipigwa vita msije kwenye huduma, lakini ukafika mahali ukakata kamba. Maana anayesikia mwiba ni wewe. Nataka nitangaze, anayesikia mwiba ni wewe. Na huo mwiba Roho Mtakatifu anaujua, atakupigania na utaenda ng'ambo ya pili. Sema basi amina kama unanielewa. Mwalimu wako ni Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna kipindi unapita, unaangalia jirani wamekukataa, unaangalia kona zote umekataliwa, unaangalia hakuna hata anayekupa faraja za maana. Hata wanaokuzunguka hakuna anayekupa kitu cha maana, wote wanaongea tu kejeli. Wacha nikwambie, unabaki na mtu anaitwa Roho Mtakatifu. Saa hiyo hausikii sauti ya mtu yeyote, unatamani kujiua, lakini sauti ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yako unasikia inakuja ndani yako kwa sauti ya upole, inakwambia usife mwanangu, usijiue mwanangu, songa mbele. Hata kama sauti zote zitakuwa zinaongea, iko sauti ya Roho Mtakatifu itasema na wewe katikati ya pito, katikati ya vita. Hebu nisetie hii mic vizuri, inasikika sana, mwangu ni mwiki, hausikii wewe? Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako, unapopita darasani utakuwa na mwalimu anaitwa Roho Mtakatifu. Hebu sema, Roho Mtakatifu, njoo utembee na mimi. Sema kwa sauti, njoo utembee na mimi. Usiniache Roho Mtakatifu. Nakwambia dini yake itakusaidia. Hakuna atakaye kusaidia. Na tutajifunza. Wanafunzi wanamwambia Yesu, tunaomba moja akae mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Kuna watu mwanangu wanakusubiri ushinde. Kuna watu leo wanakuona unapita, wanacheza, wanakuangalia, wako nje ya uwanja. Ni kama tu mtu uwanjani wanacheza mpira. Fulani jitahidi. Kuna watu kwenu wanasubiri ucheze vita vizuri. Wanasubiri upigane vita vya imani vizuri. Hata kama unaumwa, hata kama unapita, wao hawajui. Wanasema tunamsubiri Raheli ashinde, tunasubiri Jehova ashinde. Kama akishinda tu hili, hata mimi nitaokoka. Nataka nikuambie, kuna watu maelfu wako nyuma yako, kwenye hilo pito lako, kwenye hayo magonjwa yako, kwenye hali ya uchumi. Kuna watu wanasubiri Benson. Wanasema kama Benson Mungu wake ataonekana, atashinda kwenye hili jaribu, hata kwangu atashinda, hata kwangu ataonekana. Naongea na watu watatu, naongea na watu 7 ambaye nyuma yako kuna familia, nyuma yako kuna kanisa, nyuma yako kuna taifa. Naona watu watatu ambaye nyuma yao kuna watu wanasubiri watoke kwenye vita, washinde vita. Wakishashinda vita, wengi watashinda. Sema amina, sema amina. Sema amina kama unabarikiwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mguse mwenzako, mwambie kuna watu wako nyuma yako. Mwambie usiangushe gari.
Mwambie usiangushe gari. Yaani leo unapita unalia, na si ajabu kuna wengine wanakusema, wanakupigia makofi, hawezi kufaulu, ngenge, na wako kwenye kusubiri kufaulu kwako. Ukifaulu, watu watasema tutamfuata Mama Jehova, tutamfuata Raheli, tutamfuata Elisha. Hata ndugu zako wanakusubiri. Wewe ukishinda, wengi wameshinda. Wewe ukiokoka, wengi wameokoka. Sema basi amina. Sema basi amina. Sema basi amina. Punguza sauti za kule zinakuja sana, sijui tufanyeje. Taaribu nani? Sema amen. Kwa kama sauti ni haijatulia. Mic zimeanza kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako maisha ya kwenda juu ni maisha ya kwenda chini. Wewe unatamani uwe na nyumba. Mungu anataka kwanza upite. Ujue shida ya kukosa nyumba. Unatamani kuwa na gari. Mungu anataka utembee kwanza kwa miguu. Ujue shida ya kutembea kwa miguu. Unatamani kuwa mtu wa tofauti. Mungu anatamani kwanza ukae ujue njaa ni nini. Kwa sababu unakoelekea Mungu atakwenda kukuinua ili ukikutana na wenye njaa uwape chakula, usiwacheke. Mungu anataka kwanza uwe mgonjwa. Yaani uwe mgonjwa kiasi fulani kwamba inafika mahali watu wanakukatia tamaa. Hata kila itwapo leo wakikutana na wewe wanajua una tatizo fulani. Lakini saa inakuja Bwana anaondoa tatizo. Alafu waliokuwa wameandika kwamba una tatizo hili na hili, wakikutazama wanasema Mama Jehova amepata mimba, fulani ameokoka, fulani ameshinda, mama babangu amejenga. Hakika huyo Mungu aliye naye ni Mungu. Hata mimi nitafanikiwa. Kuna watu watakwenda kutiwa moyo kupitia mapito yako. Kuna watu watakwenda kuokoka kupitia mapito yako. Mapito unayopitia sasa ni darasa. Unaandika kitabu kikijaa, kuna watu watasoma kitabu chako. Kuna watu watasoma mapito yako. Nataka nikutamkie kinabii, hautakufa mpaka kitabu chako kimeisha. Hautakufa mpaka kitabu chako kimesomwa. Angalia mtu amekaa pe. Nataka siku moja kwenu wakae mahali wakihadisia maisha yako, wakisema fulani alikuwa 1 2 3, leo ni mfalme, leo wana amani, leo wamejenga, leo wanasomesha, leo ni mtu mwanana. Wa familia yake ilikuwa ni walevi, leo hawanywi pombe, leo ni watumishi, leo ni manabii, leo ni wafanyabiashara. Sijui kama kuna watu watatu wanadaka nguvu ya kinabii. Sijui kama kuna watu watatu wanadaka haya maneno. Sijui kama kuna watu watatu wanasema iwe kwangu, iwe kwangu, iwe kwa Gomea. Wakina Petro walimkimbia, sijui wakina nani walimkimbia. Wanafunzi 12 wamempa mgongo. Maandiko yanasema hata ilipofika mbele ya Pilato au Herode, maandiko yanasema wote wakasema asulubiwe. Ilipofika kwa Pilato, maandiko yanasema usiku wa manane mke wa Pilato aliteseka kwenye ndoto. Akamwambia mume wake, angalia sana huyu mtu hana hatia, nimeteseka usiku kwenye ndoto. Kumbe Mungu ana watu ambao atawaonyesha kwenye ndoto kwamba wewe ni mtu wa haki. Lakini pamoja na kuwa alionyeshwa, bado wakasema asulubiwe au wawe. Hakuna hata ambaye alikuwa upande wake amtetee. Lakini maandiko yanasema Herode akanawa mikono. Aliponawa mikono akasema damu yake iwe juu yenu, akasema iwe juu yetu na watoto wetu, tumekubali. Ni kitu ambacho hawakujua walichokuwa wanasema. Na leo damu ya Yesu imetapakaa juu ya anga, imetapakaa dunia, inatukomboa, inatusafisha. Maandiko yanasema wakamdhihaki, akapigwa, akateketezwa, lakini Yesu hakufungua kinywa. Kama ambavyo unapigwa, kama ambavyo unateketezwa kwenye moto, kama ambavyo kila mtu anakung'onga, nataka nitamke, endelea kuvumilia. Bado muda sio mrefu, kuna kitu kinakuja. Muda sio mrefu, yale maumivu ulionayo itageuka kuwa furaha. Itageuka kuwa furaha. Sema itageuka kuwa furaha. Sema basi amina. Sema amina. Anasema sioni kosa. Watu wote wanasema anakosa, afe tu. Pilato mpaka ananawa mikono. Mathayo 27 mstari wa 27. Yesu alishushwa. Mstari huu unaonyesha, anasema wakamvua nguo, wakamvalisha mavazi nyekundu. Hata leo wako watu wanapigwa kwa namna nyingi.
na wanavalishwa nguo za aibu, mafadhi ya mateso, aibu, magonjwa, laana, kukosa kibali na kadhalika. Wakamvalisha Yesu fadhi, wakamtolea ile mafadhi yake, wakamvalisha mafadhi ya mateso. Kuna watu hapa mmevalishwa mateso, mmevalishwa mafadhi, viatu vya mateso. Ndio maana wakati mwingine mtu unaota unatembea peku, unatembea na viatu vilivyotoboka, unatembea na nguo za ajabu kwenye ndoto, kumbe umevalishwa mafadhi machafu. Unaenda kutafuta kazi, huna kazi, unatafuta kibali hakipo. Wengine wanaajiriwa au uajiriwi, wengine wanaitwa, wengine huitwi, unaolewa, wengine wanaolewa au uolewi na kadhalika. Kumbe kuna fadhi ambalo umevalishwa katika ulimwengu wa roho. Wachawi leo wana balaa blue, wanafiki wana balaa blue, waliokutakia mabaya wana balaa blue. Ninataka niwatangazie lile fadhi waliokuvalisha, Yesu alivalishwa kwa ajili yako. Na leo tunakwenda kuvua mafadhi, ikiwa ni fadhi la magonjwa, ikiwa ni fadhi la kukosa kibali, ikiwa ni fadhi la kuachika, ikiwa ni fadhi la umasikini, tunakwenda kuvua. Mtu mmoja apige kelele aseme leo navua, leo navua. Sema kila fadhi iliyovalishwa leo inavuliwa. Hivi kuna mtu yuko tayari fadhi likavuliwe? Mguse mwenzako mwambie fadhi uliovalishwa linakwenda kuvuliwa. Mwangalie mwenzako kwenye sura, mwambie hapo ulipo kuna kitu umevalishwa, ni sura tu inatembea. Yaani kuna mtu yuko hapa wameshakuvalisha fadhi la mauti, wameshakuvalisha fadhi la kukosa kibali, wameshakuvalisha fadhi la kuaibika. Nataka nitangaze aliyekuja kwenye ibada hii anaacha fadhi aliyovalishwa, anaondoka na fadhi la heshima. Si kama nasikika kweli mahali hapa? Ngoja nikupe mfano. Leo nikienda mahali ambapo kuna watu wamevaa chafu, au mimi nikivaa nguo chafu nikaenda katikati ya watu ambao wamevaa vizuri, naweza nikajiona aibu fulani, au kajiona tu sijavaa vizuri. Si ni kweli jamani? Jamani, tunaelewana jamani? Sema basi amina. Tunaelewana. Muulize mwenzako, ukivaa nguo chafu ukienda kwa watu waliovaa vizuri, wewe mwenyewe huna raha. Uongo kweli? Wewe mwenyewe ukienda katikati ya watu ambao wamevaa vizuri, wewe mwenyewe unajiona kama vile hauko vizuri. Hautasemeshwa na mtu, lakini mwenyewe utaanza kujishuku kwamba siko vizuri. Ngoja nikupe mfano. Anaweza akaja mtu nyumbani kwako, ni mgeni, una zile nguo za nyumbani. Unajua ukiwa nyumbani kuna nguo za nyumbani. Unaelewa tena jamani? Lakini kuna mtu akija nyumbani kwako, hata kama una nguo za nyumbani, utashangaa unakimbia chumbani kubadilisha nguo. Sio haukuwa uchi. Lakini kuna namna fulani nafsi yako inakushuhudia kulingana na mtu aliyekuja, hili fadhi alifai uvaa akiwa hapa. Maigaribo shanda. Nataka nitamke, kuna fadhi umevalishwa ukienda mbele ya watu ambao wanatakiwa kukupa kazi. Fadhi ulilo nalo halikupi heshima ya kupata kazi, halikupi heshima ya kuolewa, halikupi heshima ya kuwa mtu wa thamani. Leo nakuvalisha hilo fadhi kupitia damu ya Yesu. Hautabaki tena na aibu. Mtu mmoja basi asema amina. Sema leo napokea fadhi la heshima.